Novemba 4 mwaka 1979, wanafunzi wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Iran waliwashikilia mateka wa Kimarekani zaidi ya 50 kwa zaidi ya mwaka mmoja, kitendo kilichotengeneza bifu kali. Hatimaye, baada ya miaka 46, miezi mitatu na siku 24, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akakumbwa na ghadhabu kutoka magharibi. Faili hili ndani ya seva linajibu swali la msingi kwamba je, walifikaje hapo? Mfalme Reza Pahlavi aliingia madarakani mwaka 1925 na kukuta nchi yake Iran ina visima vingi vya mafuta, lakini nchi haifaidiki kwa sababu mtawala aliyemtangulia aliipa mkataba wa kuchimba mafuta kampuni ya Uingereza ambayo iliigawia Iran asilimia ndogo sana ya mapato. Mfalme au Shah Reza akaona huu ni unyonyaji, that is not fair. Basi akatangaza kuwa mkataba wa mwaka 1901 ulioipa Uingereza faida kubwa upitiwe upya. Hapo katikati hekaheka zikajitokeza, lakini hatimaye masharti yakaja kubadilishwa. Iran ikaanza kupata gawio linaloeleweka. Alichokifanya Reza ni kujitenga na Uingereza. Wakati huo huo akaunda urafiki na Ujerumani. Kwa hiyo wataalamu wengi wa Kijerumani walienda Iran kujenga reli, barabara na hata viwanda. Sasa wakati wa vita vya pili vya dunia, Uingereza pamoja na washirika wake hawakupenda ule ushikaji wa Irani na Ujerumani. Kwa hiyo wakamtuhumu Reza kuwa anashirikiana na Hitler wa Ujerumani ya Kinazi kufanya mambo maovu. Ilipofika mwaka 1941, Uingereza na Urusi wakaivamia rasmi Iran. Mfalme Reza akang'olewa madarakani. Mtoto wa Reza aitwaye Muhammad ndiye aliyemrithi baba yake mwaka 1941 akiwa na umri wa miaka 22 tu. Wakati huo hoja ya kutaifisha mafuta ya Iran ilitawala nchi nzima, na ishu ilikuwa ya moto, yani ilikuwa ukigusa tu vibaya unaondoka. Mfano ni mwaka 1951, waziri mkuu wa Iran wakati huo Ali Razmara alipinga kutaifishwa kwa mafuta. Alikuja kauawa na kikundi cha kidini. Mwaka huo huo 1951, bunge likamchagua Dr. Muhammad Mossadegh kuwa waziri mkuu. Wairani wengi wakafurahia, lakini nchi za magharibi hazikumpenda ujamaa. Ni kwa sababu alivyoshika tu madaraka, waziri mkuu huyu akataifisha viwanda vya mafuta,